Na mboko unasikiliza ni Amka na Baraka One TV ikiwa saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, Katana. Magaidi wa M23 baada ya kujaribu kupita Katana wakiona cha mtemakuni kutoka kwa waza huku raia wa Bukavu wakilalamika maisha kuwa magumu kutokana na manyanyaso kutoka kwa M23. Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yadhibitisha kuwakamata makamanda wakuu na kuwatupa jela kutokana na makosa ya kiuhaini, huku mashambulizi ya ndege ya FARDC yakiendeleza kuwatonga M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutupia lawama M23 kwa kutokuheshimu makubaliano ya CCLF. Ituri, gaidi Amosi Baraka kusakwa na jeshi la FARDC mwanzo hadi mwisho. Na mwikiwa ndo kwanza naungana na Baraka One TV, pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kunindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Katana, jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Kabare, ambako magaidi wa M23 wakutana na moto kutoka kwa waza. Taarifa kutoka kwa msemaji wa muungano wa wazalendo ndani ya tarafa ya Kabare, jimboni Kivu ya Kusini, Abu Ubakari ametupa taarifa ya kusema kwamba hiyo tarehe 22 za mwezi wa 11 2025 majira ya asubuhi, magaidi wa M23 walijaribu kuzivamia ngome za waza, lakini kilichowakuta ni hiki hapa kama anavyosimulia. Jambo bwana mtangazaji wa Baraka One TV, Mwangaza TV. Bwana mtangazaji, leo tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 unaongea na Observance Abubakare Zihindula Nshombo, porte parole wa wazalendo wa teritware ya Kabare. Bwana mtangazaji, nataka kujulisha saizi za 8h40 ya kwamba wale wavamizi wa M23 walijaribu, wakati waliona njia ya Mbayu, njia ya Chivanga wamekosa mwanya wa kupenyeza, wamejaribu leo na asubuhi ya leo kwenda kutafuta njia upande wa Katana. Bwana mtangazaji, walipojaribu kujipenyeza Katana, wamekutana watoto wetu wako imara kwa saizi ambazo mimi naongea na wewe ni 8h40 le 22/11/2025, na kupa habari za ukweli ya kwamba vijana wetu wa kizalendo wako katika santre ya Katana, kwa sababu M23 kwa kweli hizi siku hana nguvu, anachapwa. Unajua walivyokuwa wakimsapoti walikuwa ni wanasiasa na wale wanajeshi ambao walikuwa wameshapokea rushwa, ikompri wakina Masunzu na wengine ambao walikuwa wanazuia FARDC isiwape wazalendo njia, ambaye alikuwa na wazuia arme burundeze isiwape wazalendo njia. Kwa saizi sikufichi bwana mtangazaji, M23 iko inachapwa vilivyo Katana. Hayo yakiwa yanaendelea huko maeneo ya Kabare ndani ya jiji la Bukavu, waendesha magari pamoja na bodaboda na raia wa kawaida mpaka wananchi wanaendelea kuilalamikia serikali kwa ukombozi, maana kuwa chini magaidi wa M23 ni shida na ni mateso ya kila kukicha. Magaidi wa M23 wamepandisha kodi ya nyumba, kila nyumba inatakiwa kuwa nalipa kodi, na hata pia waendesha pikipiki kukatazwa kufika ndani ya jiji kuu la Bukavu, na maanisha ndani ya vile ya Bukavu, na hata magari pia wamekuwa wakitozwa kodi na kulazimishwa kufuata kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na magaidi wa M23. Wananchi katika jiji la Bukavu wamelalamika na wametuma maneno haya kwa Baraka One TV. Papa Rajabu huku mimi
mkomini ya Bagira njoo kwa mimi naishi, nilizaliwa hako, mimi nakomalia hako mpaka leo. Wakati M23 iliingia hapa hivi, ilikuwa mwezi wa pili, mimi nawaza tulikuwa na hali yetu moja mzuri sana na gouvernement yetu, kwa tunaishi bien, kila mtu anapata makuta, kila mtu anajisikia bien. Wakati waliingia kwanza, bakatuia kwanza kazi yetu shie ya chauffeur mabisi, bakatuia hapo. Wakati waliingia tukaishi nao, juu wanasemaka mwenye iko na silaha na mwenye ana silaha havizi kuwa sawa sawa kwa chaka chao. Tukaishi nao mpaka saa isha kuwa baki kusema mbalawala shia tuna bahati. Tunasikia wa polisi wiko wanatuambia wa polisi walisi hawapokee, balibambia salary yao ni shia ba mabisi ndio tutawalipa. Baki funga bisi yangu mimi nawapatia ni 20,000 bana niachilia ndio salary yao ile. Bakafika mwatu wanaanza sema maire de la ville anasema kwa niveau ya kila commune, juu mimi naweza tuko na 3 commune, kwa niveau ya kila commune nalipa par maison. Donc kama ulijenga nyumba ya etage tuseme kuna milango 5 na njoo ile milango 5 yote 6,000 bakatosha na habitants. Donc sema alipe les 6,000 francs, wanakupatia ile quittance, unafanya nini? Unapatia 6,000 francs. Batu wa Bagira wakasema hapana, shia tutalipa. Le maire de la ville peka kafika akasema mtu mwenye alipe ile kitasi shie serikali yetu unayo hapa sasa, shie tuko tunavongoza itakamata maamuzi juu yake. Mkomina wa Bagira ndio alikuwa fanyia ile mitingi, vikatuambia tu ile makuta, tukakatala shie, tukasema hatutalipa kitu. Bakangwa wa maire de la ville wote wakawa maire de la ville wakafika mwatu wanaanza sema si na sie tuko wazalendo kuona jinsi tuko tunapinga wiko wanasema mboyo, na shi tukawaambie maire de la ville mpaka saa hii urudie na unayua ni samfra au tapataka juu walitoblige kila nyumba kulikia kama nimero zimwa za gouvernement tulitaka kama nimero za kunyumba. Mimi nawazo naweza zijua kama nimero wanatiaka kila nyumba boyo wa M23 wanafika wanasema shie hatujui ile makuta mlipatiaka gouvernement FARDC shatujua shie kila nimero mtenda mnelipa 13,000 francs. Après les 13,000 francs mnalipa 6,000 francs kila mulango. Après 6,000 francs kura tulikuwa tunalipa 2,000 francs, na sasa hata na waura ni alikuwa ni kunga. Leo wanakata kura mnivua Bukavu huko mkomini wa Bagira, hamuna kura ngambo zimo. Wanakata kura wanasema kila nyumba tena nalipa 5,000 francs kukura. Bakakata mai, bakatulisha kila mtu ende kuwa abone kwa siku paka jao. Na shi tukasema hivi, nyie mashuria tusamuwa mnatia ni juu nyie Mungu na maari meshatu na armi. Yushi tuliwaambia juzi sasa kwa famiti Mungu mimi na Bagira. Hiyo tena mnatia ni juu nyie Mungu na nini? Mungu na armi, Mungu na kila kitu. Hakuna jinsi shi tunaweza sema. Shi tukasema hivi, tukawaambia mle mkomini shi wa jene huko. Shi tulikuwa tukutana na wajene wa Bagira, wajene ya Brasserie, wajene ya kule ngamo za nani za Janda, bajene ya mvili, bajene ya kuisansi. Tukakutana tukasema inakuwa sawa wele tuko shi tunangoya tu maamuzi tulikamata shi wajene. Tukasema hivi, shie gouvernement ya kukule Kishasa yetu ya Kongo tushi sasa vile wajene tulisema hivi, haba na nguvu na pale ile bunduki sasa tuingie tu box papa raja mimi na kurasireke mu 45 minutes hivi nezaisha juu tietu tunachunga mzalendo akisema achomoki ngambo za Walungu apige Walungu, mwingine apige ngambo za Kabare hapa hivi hapa Mana, mwingine apige Kavumo. Papa baki na shuka tu vile nao watakusiku wote wanashene hewa na shida, tutawasaidiana nao, tutapiga au mtu natatoka hapo. Hana nguvu juu ukajikutana sana akiafunga visi yangu tukisema tukamatane hivi tutingizane ana force papa raja mile bunduki tu yenye iko na nje natuma
tunashuka shie wote. Meja tusema ni nini? Ambia gouvernement bila yao ya kule ma Etats-Unis kwenda sinye maakoro manini. Buduru ile. Bobi kwa nenda sinye kule na biko nakuwa na avantage yao. Sawa nenda district kule kisekita se kusinye biko na watu wao kwa mercenaires wao. Bananza atake badui banani wazalendo kwa maposte zao. Juu ndio nakuwa avance. Shi tulisema vile tuye vile phone fo tukasema mzalendo akichomoka tufasimo. Shi wote na shi wa jene na wa mama na wa papa wote washasirika. Ni watoto tutachomoka na shi. Kila watenda tunakuwa mmoja tunapiga. Na baada ya taarifa hizo kutoka Bukavu, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC yafafanua kuhusiana na kufungwa kwa makamanda ndani ya jela na pia kutupia lawama M23 kuendeleza harakati, na huku ndege za FARDC zikiendelea kushambulia maeneo mbalimbali ya magaidi wa M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kitengo cha jeshi FARDC, msemaji wa jeshi Meja Ekenge Sylvain ameweza kufafanua kwa nini wamewashikilia baadhi ya makamanda gerezani ni kutokana na makosa ya kiwaini, na hivyo kuendelea kukamatwa kwao bado kutabakia pale pale mpaka pale ambako mahakama ya kijeshi itatoa tamko rasmi. Akizungumza hayo pia aligusia kuhusiana na mashambulizi yanayofanywa na magaidi wa M23, huku akiahidi lazima jeshi pia litafanya maajabu na watajuta kuzaliwa. Huko kwenye uwanja wa mapigano jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya sekta ya Oso Banyungu tarafani Masisi katika kijiji cha Kibanda pambeni na Kasopo, umeshuhudiwa ndege za FARDC zikisambaratisha ngome za magaidi wa M23, huku maafa makubwa yakiripotiwa kutokea. Na upande mwingine pia ndani ya Shabunda kwenye kiwanda cha madini ambacho kinaitwa Karumba, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia drones zilifanikiwa pia kuwakunguta magaidi wa M23, huku ikivuruga kiwanda hicho cha madini ambacho kilikuwa kinakichuma madini na Wachina kuamua kukimbia na kufunga kiwanda hicho, huku zaidi ya 8 wakiripotiwa kupoteza maisha na wengine kaza wakaza wakiwa ni majeraha. Hii ni Baraka One TV. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains relayées par les médias et les réseaux sociaux s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Voici ce que l'opinion plurielle doit savoir à ce stade. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Toute cette procédure est prévue par la loi. À cause des connexions multiples du dossier, ces enquêtes sécuritaires nécessitent du temps. Que l'AFC et M23 continuent à perpétrer en dépit des accords de Doha et de Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les jours, la coalition AFC M23 continue d'attaquer les positions des forces armées malgré la signature des accords et malgré l'exigence de cessation des hostilités. Et cette attitude va en guerre expose nos populations aux aléas de la guerre. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant ces velléités, tout en dénonçant
la violation du cessez-le-feu appelle les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent. Puisque on ne peut pas continuer comme ça. Et face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions qui s'imposent pour répondre à ces provocations. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo, tubaki ndani ya upande ambako kuna mapigano ndani ya Kivu ya Kusini, Kaskazini pamoja na Ituri. Tuingie upande wa Ituri ambako gaidi mkuu Amosi Baraka kusakwa na jeshi la polisi hadi kuweza kukamatwa. Unasikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiongozwa na msemaji wa majeshi ndani ya mkoa wa Ituri, Bwana Luteni Jile Ngongo, ametoa taarifa ya kusakwa kwa gaidi Amosi Baraka ambaye amekuwa akisaidiana na Codeco pamoja na CRP. Lazima akamatwe kokote ambako anajificha. Habari ambazo zimepatikana ni kwamba Baraka alikuwa akiwasaidia risasi, silaha pamoja na mikakati mingi magaidi wa Codeco pamoja na CRP, kama anavyosimulia Bwana Jile Ngongo. Notre message de ce jour s'adresse au rebelle Baraka Amos, celui qui régnait à Mabanga dans la chefferie de Mambisa, où les forces armées ont chassé ces hommes et lui-même, ils sont en fuite, ils sont en débandade. Ça fait maintenant 4 ou 3 mois. Monsieur Baraka, écoutez-nous bien de là où vous êtes, dans votre cachette. On sait, vous avez appuyé les Zaïre, la CRP d'attaquer Iga Barrière, d'attaquer l'OPA, jusqu'à ce que vous avez tué les agents de ONG Le Palmier. Boibimbongo ya batu ya ONG, plus d'1 million de dollars destinés aux déplacés. Et vous les avez exécutés. Nous savons tout, parce que nous venons d'arrêter votre commandant bataillon Mabanga Pension, Rema Dzibou. Madzibou est arrêté, Tokangiye, Toyebi Manso. Yondo wapuyaki, Zaïre, CRP ba attaqué na Lopa, na Iga Barrière. Vous continuez à menacer la République. Vous continuez à menacer la République. Papa, kende ko luka batu nyonso yo moni. Même ba anjo ba bengana bango na likolo ba kita ba kangama na mapata. Allez chercher tout celui dont vous voulez pour venir attaquer l'Ituri et menacer la province, vouloir déstabiliser la province. Monsieur Baraka yo kabiso bien. Omata okita. Toi et Thomas Lubanga bakokanga bino. Et c'est pour bientôt, on va vous arrêter. La justice va mettre la main sur vous. Et là, nous allons vous poursuivre jusqu'à votre dernière cachette. On va vous attraper, on va vous arrêter. Komiko sate yebakake, ngai naza mokangami, yo za mokangami, yo na Thomas Lubanga, boza bakangami, toko kangabino. Ndenge tokangi Rema, nde bomona na photo, on a arrêté Rema Dzbo. C'est avec lui vous avez exécuté ces agents de l'ONG Le Palmier. Toko Kangabino, la justice militaire, la justice internationale va vous arrêter et on va vous poursuivre. Allez, prenez tout ce que vous voulez. Kende ko zwa batu nyonso yo lingi, zwa apui nyonso lingi eba yango kake, on va vous arrêter. Un de ces 4 matins bako Kangabino. Et on connaît assez de vous. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Et on connaît mieux maintenant de ce que vous êtes. Yebayango, de là où vous êtes, on va vous arrêter. Toi et Thomas, vous allez répondre à vos actes. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 na watakieni wote weekend njema, ikiwa leo ni Jumapili ya tarehe 23 za mwezi wa 11 2025. Bye bye.